Kwa majina naitwa Donald Ndaro Protas, ni mkazi wa kata Kitangiri iliyoko manispaa ya Ilemela. Lakini pia kwa mujibu wa sheria na katiba yetu nimeamua kushiriki uchaguzi wa ngazi ya udiwani kupitia chama cha ACT Wazalendo ndani ya kata yetu ya Kitangiri. Kwa mujibu wa swali lako, ni kweli awali nilikuwa Chama cha Mapinduzi na nimewahi kuwa diwani na nafasi mbalimbali ndani ya chama hicho, na udiwani wangu umekoma kipindi hiki cha uchaguzi mkuu unapoanza 2025. Lakini kwa ridhaa na maamuzi na utashi wangu nimeamua kuingia chama cha ACT Wazalendo ili niweze kupeperusha bendera ya ngazi ya udiwani ndani ya kata yetu ya Kitangiri. Tunazo changamoto mbalimbali ndani ya kata, tunazo changamoto mbalimbali ndani ya jamii ambazo naziona kabisa kwa uzoefu nilionao wa kipindi cha miaka 5 cha udiwani, na panapo majali wa Mwenyezi Mungu akinijalia nikapata nafasi hii ya kuiwakilisha Kitangiri kama diwani ndani ya halmashauri ya Ilemela, basi changamoto zilizopo naamini pamoja na zile tulizozitatua kwa kiwango kikubwa, basi hata kipindi hiki itakapompendeza Mwenyezi Mungu tunaweza tukazitatua kama sio kuzimaliza. Maamuzi ya kuhama Chama cha Mapinduzi hayakuwa ya kwangu kwa 100%. Kuna eneo la 1% limetokana na uhitaji wa wananchi, hali walioonyesha ya kunitaka mimi kushiriki kwa chama chochote cha siasa kilichosajiliwa, ili mradi walitaka tu mimi nigombee nafasi ya udiwani kupitia chama chochote kilichosajiliwa. Kwa hiyo wakaniomba niingie chama chochote ambacho na mimi kwa utashi nikaona chama ambacho kinaweza nikawa mwanachama wake, nikaona ni chama cha ACT Wazalendo, na nikalazimika kuchukua fomu na kujiunga kuwa mwanachama wa ACT Wazalendo. Na baada ya hapo tukafuata taratibu za kichama na kuomba tena fomu ya kugombea udiwani, na nikabarikiwa nikapata nafasi hiyo. Nikaruhusiwa pia kuchukua fomu ya Tume Huru ya Uchaguzi ya kushiriki uchaguzi ngazi ya kata. Kwa hiyo ni uhitaji wa wananchi ndio uliosababisha. Sasa hii inatokana pengine na historia. Mimi ni mzaliwa wa kata Kitangiri, wananijua vizuri, nimeishi nao kwa kiwango kikubwa, lakini pia nimepata nafasi ya kuwa kiongozi wa nafasi mbalimbali. Lakini nafasi yangu ya mwisho ni hii ya udiwani kupitia Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo kwenye kipindi cha udiwani cha miaka 5 kuna mambo nimeyafanya kama diwani na kuna mambo nimeyafanya kama mimi binafsi. Sasa ukiyachanganya, yawezekana ndio yamesababisha kutengeneza mvuto na hisia za upendo za kunitaka niendelee kuwa na nafasi hii. Sasa changamoto na udhaifu wa sheria zetu, hatuna private candidate kwenye nchi yetu. Nafikiri wangenituma niende hata huko, kwa sababu ilikuwa ni lazima utokane na chama ili uweze kuwa kiongozi wa dola. Kwa hiyo wamenilazimisha niende chama hiki cha ACT Wazalendo, na ndio nikaamua kuja huko. Kwa hiyo ni uhitaji wa wananchi, wanaiona historia ya kazi nilizozifanya, zile za kiudiwani na zile za kujitoa. Mfano, pamoja na majukumu ya kiudiwani, diwani sio lazima atoe mali zake kuhudumia jamii. Ni utashi wake, ni moyo wake. Mimi katika kipindi changu cha utawala nilijitoa kuhudumia jamii kama mimi, achilia mbali nafasi ya udiwani. Nilitoa ambulance kwa ajili ya kuhudumia wananchi, na ambulance hiyo imehudumia kwa kiwango kikubwa sana. Na mshangao wa huduma hiyo ni huduma ya bure. Mwananchi hachangii chochote zaidi ya kupiga simu na gari inafika kumhudumia. Sasa mshangao wa pili ni kwamba mimi mwenyewe na cheo changu nalazimika kumbeba mgonjwa na kumpeleka hospitalini. Majira yote, masaa 24 naamshwa naenda kumchukua mgonjwa, kama ni mjamzito au ni emergency yote imejitokeza ya kiafya, ni ajali, na kwenda simfahamu, nachojua tu ni mwananchi wangu, namchukua majira yoyote. Sikuwa sifungwi na muda, na kwenda kumchukua na kumpeleka hospitalini. Lakini nilijaliwa pia hata kuchangia matibabu ikiwezekana, nilikuwa nachangia. Na bado kwa wale wajawazito baada ya kujifungua nilikuwa pia nawafuata kuwachukua kuwarudisha nyumbani baada ya kupata watoto wao. Waliobahatika kupata mapacha niliwarudisha, waliobahatika kupata mtoto mmoja
Nilibahatika kuwafuata. Lakini haikutosha kutoa gari moja aina ya ambulance. Nijitoa tena nikatoa gari pickup aina ya Suzuki Carry. Hii gari nayo inasaidia jamii kwenye changamoto zozote. Mwananchi ana uhitaji wa gari hiyo ilikuwa inapigiwa simu inakwenda. Kama ni kubeba mizigo, mwananchi amenunua mahindi gunia moja, ameshindwa kulisafirisha au anataka kupunguza gharama, anapiga simu, gari yangu inakwenda kuchukua mahindi yake kama ni gunia kwa eneo lolote lilioko na kuleta ndani ya kata ya Kitangiri. Mwananchi anahama, anatoka sehemu moja kwenda nyingine, mwananchi anahamisha duka lake, wananchi wana harusi, wanataka gari kwa ajili ya kusomba maji, kusomba kuni, kusomba vinywaji, kusomba viti na matenti. Gari hiyo pia ilikuwa inakaa kwenye maeneo hayo ya uhitaji na inahudumia kadri itakavyowezekana. Na huduma zote zilikuwa zikifanyika bure. Hakuna anayechangia hata mafuta. Sasa ukiona hii inaleta upendo. Niliamua kuonyesha upendo wa dhati kwa wananchi wangu. Kwa hiyo hii sasa ndo nafikiri inaoleta shida kiasi kwamba wanaamua wanitake nilazimike kurudia kuwa diwani. Na ndio maana wamenilazimisha niingie ACT Wazalendo, na nimekuja ACT Wazalendo, nimekubaliana na maamuzi yao na moyo wangu unajisikia kufanya hivyo pamoja na utashi. Kwa hiyo nimeingia ACT Wazalendo kwa ajili ya kushiriki uchaguzi huu wa serikali, uchaguzi wa tume huru kwa mara ya kwanza, uchaguzi wa rais, bunge na madiwani, tukiamini wana ACT Wazalendo, tukiamini wananchi wa kata ya Kitangiri, tunakwenda kushinda kwa kishindo. Vipaumbele tunavyo vingi, tuna changamoto nyingi kwenye jamii, japo kuwa pamoja na jitihada za kuleta maendeleo, lakini hakuna jamii ambayo ilikwisha tosheka kimaendeleo. Changamoto zipo na tutaendelea kuzitatua. Kikubwa ni kuzipokea kwa umakini na kuzifanyia kazi kwa wakati. Kwa hiyo changamoto zitaendelea kuwepo. Kwa mfano changamoto za kiafya bado zitaendelea kuwepo. Changamoto za kielimu bado zitaendelea kuwepo. Bado tuna watoto wanapata changamoto kwa madarasani, madawati hayatoshi, miundombinu ya madarasa haitoshi, miundombinu ya vyoo haikidhi, hata ikikidhi kwa wanafunzi, kwa watumishi kwa maana ya walimu haikidhi. Kwa hiyo maeneo mbalimbali miundombinu ya barabara pia network yake sio nzuri. Kwa hiyo mahitaji na changamoto bado ni nyingi, lakini tuombe uzima tutaenda kuzitatua kwa kasi na kwa ubora ili kushamili ndani ya nchi yetu. Kama tume huru itaonyesha kweli ule uhuru wa tume, uchaguzi ukawe huru, uchaguzi ukawe fair, wote tuonekane tunafanana, tusionekane mwingine ana utofauti na mwenzake, tukafanane katika mchakato wa uchaguzi, tukafanane katika kampeni, wote tuwe sawa na mshindi apatikane. Kwa hiyo tutaona manufaa makubwa sana ya kidemokrasia ndani ya nchi yetu kama kweli tume hii ambayo ina jina la tume huru itafanya kazi zake kwa uadilifu mkubwa. Sasa dhana hiyo imevikumba hata vyama vyetu pia vya siasa kuamini kabisa chama ndicho cha kwanza kabla ya mwananchi. Lakini naishukuru sana ACT Wazalendo. ACT Wazalendo inaamini mwananchi kwanza. Ndio maana unaisikia ACT Wazalendo. Uzalendo kwanza, alafu maslahi mengine ya kitaifa ya chama baadaye. Kwa hiyo ACT Wazalendo inaanza na mwananchi kwanza. Tunufaike na mali na rasilimali za taifa kwanza. Kwa hiyo hii inasaidia. Na ndio maana unaona mimi kinachonifanya hata wananchi wanipende ni ile kuwatumikia wananchi na si chama. Chama kina nafasi yake kwa mujibu wa sheria, na ili ukawe kiongozi lazima utokane na chama. Kwa hiyo chama tutakiheshimu kama chama, lakini wananchi kwanza. Tunakwenda pale kwa sababu ya wananchi. Chama kinakuwa na mgombea, watu wanachanganya. Chama kinakuwa na mgombea, afu wananchi wana kiongozi. Hakuna chama chenye diwani, hakuna chama chenye mbunge, hakuna chama chenye rais. Chama kina mgombea. Mgombea hajapata hadhi ya kuitwa kiongozi. Sasa unaenda kuitwa kiongozi, unasababishwa na wananchi. Ndio unaenda kuwa kiongozi. Sasa wananchi wamekusababisha umekuwa kiongozi, alafu unarudi unaheshimu chama zaidi kuliko wananchi. Tutaheshimu pande zote lakini wananchi kwanza. Na ndicho nilichokifanya mimi. Wananchi kwanza walionifanya niwe diwani. Hao ndio nitaanza kuwaheshimu.